Okay, karibu sana tena siku nyingine ambayo Melissa TV tuko hapa tumejimwaya katika vitongoji hivi vya Melissa vya Mkuru kwa Njenga mkipenda katika Embakasi Kusini, na leo tumetembelea mmoja wapo tu wa wale ambao wakazi wa mahali hapa ambapo amekaa hapa kwa miaka mingi sana. Naitwa Family Shikuku, siko peke yangu kwenye studio zetu, tukiwa pamoja na mgeni wetu hali. Niko na mwanahabari wetu ambaye ni Brian Okema, akaweza tu kuwasiliana baadaye tukaweze kurejelea katika lile swala ambalo kidogo limetusukuma kufika katika mtaa huu ama kitongoji hiki. Bwana Okema, karibu. Asante sana Bwana Shikuku. Kumbuka kwamba watazamaji mahali popote mlipo, hii ni runinga ya Melissa TV Kenya, anafahamika kama Okema Brand, the short man with big voice. Na leo tuko katika eneo bunge la Embakasi Kusini na tuko na mzee hapa, ataenda kutupatia ataenda kutuelezea historia kidogo fupi kuhusiana na eneo bunge hili la Embakasi Kusini. Asanteni, karibu mpaka tamati. Naam, sadakta sana kabisa, ama sadakta sana Bwana Okema, na bila shaka naenda moja kwa moja kwenye meza hii ambapo tuko na mtu wetu ambaye mzee kwa kiumri, mtu ambaye amekaa hapa kwa muda, na mtu ambaye kidogo anaelewa mambo mengi sana hasa kuhusiana na Embakasi Kusini, ukipenda mtaa huu wa Mkuru kwa Njenga. Mzee, karibu, uambie kwamba wana Melissa TV, jina lako wewe ni nani, labda unatoka wapi katika nchi yetu ya Kenya, ulikuja Nairobi labda wakati gani, na umekaa hapa kwa muda gani, na mambo mengi tu tutakuwa tunataka kuyajua kutoka kwako wakati tunaendelea. Lakini kwa sasa hivi kaweze tu kuambia kwamba wewe ni nani, umefika hapa wapi, mwaka gani, na unatoka wapi katika nchi yetu ya Kenya. Mimi kwa jina naitwa James Otieno Loa. Mimi ni mzaliwa wa Siaya County, mahali kunaitwa Daego. Nilizaliwa mwaka 1954 wakati wa 15. Mimi kuna umri wa miaka 70. Nilikuja Nairobi safari yangu ya kwanza mwaka 1998. Nikakuja hapa wakati mvua ilikuwa inanyesha sana. Mvua ilikuwa inatayarisha matayarisho ya Kenya. Na hiyo mvua ilinyesha, kama mimi nilikuwa siji Nairobi, nilikuwa naenda Mombasa. Hiyo mvua ikavunja ile daraja ya BT. Unaona kuna daraja pale BT, kuna kama unaenda Motela, na ile line inapita chini ikienda Mombasa. Hiyo daraja mvua ilipeleka ikavunja ile. Sasa ikabidi watu wasema wale wametoka nyumbani wanaenda Mombasa wakae Nairobi. Sasa nikasema nitakaa kwa nani. Bahati nzuri kulikuwa na shangazi yangu alikuwa anaishi hapa Kaloleni. Akakuja akanichukua na akaona nyumba yake ni kidogo, akanileta hapa kwa yangu mwingine. Alikuwa na room hapa, ilikuwa room ya cotton, makaratasi, haikuwa mabati ile mnaiona sasa hivi. Hapa kwanza hiyo miaka ilikuwa nyumba ya makaratasi cotton. So tukakaa hapa, kuja kukaa hapa, nikakaa kidogo, nikaona hii shamba kubwa inatoka Mombasa Road, kama naelekea hapo tunaita ile kampuni inaitwa PM, kija mpaka Outer Ring Road, njia kutoka Dono, ukienda upande wa chini unaenda mpaka karibu na Lunga. Hapo ndio kuna mpaka kati ya Mkuru kwa Njenga na Makadara. Asante sana. Nishikilia hapo mzee Otieno. Bila shaka umeambia Wakenya kwamba wewe ni mzee Otieno, James ambaye anatoka katika eneo ambalo ni la Siaya ambako ni Daego. Na bila shaka umesema kwamba ulifika hapa mnamo mwaka 58 na kwamba ukiwa katika safari zako za kuelekea Mombasa kukawa na daraja ambalo lilivunjwa, na ndiposa mvua ilinyesha, daraja lilivunjwa, na ndiposa safari hiyo ikaweza kukatika, iwezi endelea. Je, kuna yule anajiuliza kwamba mzee James Otieno labda kuna familia, kuna mama na watoto? Mzee James Otieno akona mama wawili
na watoto 9. Labda wanakaa wapi? Unakaa nao hapa Nairobi ama wanakaa Mama mkubwa ako Siaya, yeye anangoja boma huko. Mama mdogo ndio niko naye hapa. Watoto wangu hakuna ule yuko shule sasa wamemaliza. Wote wamemaliza shule. Na wote wanafanya kazi tofauti. Kwa jenga taifa. Asante sana. Bila shaka nasema kwamba ni mtu ambaye ako katika familia ya wake wawili, anasema kuhusu hawa watoto sio wadogo, bali ni watu ambao sasa wanaweza kujikimu katika maisha ya hapa. Mzee James, tukaweze tu kutudokezea ama ukaweze tu kuwadokezea Wakenya kwamba Embakasi Kusini ama eneo bunge la Embakasi Kusini kama Mkuru kwa Jenga, umeijua kwa takriban miaka ngapi, na unaweza tupatie historia kidogo, tukupatie muda uweze kutupatia historia kidogo ya eneo hili? Eneo la Jenga hapa nimejua zaidi ya miaka 40. Siwezi sema ni zaidi ya miaka 40. Hiyo inamaanisha wakati Kenya inapata uhuru ama wakati wa ukoloni, wewe uko hapa? Niko hapa nilikuwa nafanya kibarua hapo BOT. Nilikuwa hapa nikajua wakati huo tulikuwa tuna report Embakasi yote. Kule Embakasi airport ndio kulikuwa na ofisi ya chief. Hapa kulikuwa kuna chief. Wakati huo so report yetu zote za security za nini za administration tulikuwa tunaenda upande wa Embakasi huko. Pale Embakasi police station nyuma yake kuna mahali ofisi ya chief. Hapo ndipo na report zetu. Na tulikuwa hapa, watu walikuwa wanaishi hapa walikuwa ni wafanyikazi wa vibarua wa industrial area, wengine wanafanya kubeba mizigo kwa Express Kenya Limited hapa. Mtu mmoja alikuwa hapa anachukua watu kutoka Nyanza na Western, walikuwa wanaonekana wako na nguvu ya kubeba mizigo. So sisi ndio tulikuwa tunafanya kazi ya offloading na loading area hii. Alafu tukaja hakukaa hapa, tukakaribishwa na mzee mmoja anaitwa Jenga Mwenda. Yeye ndiye alianzisha hiki. Yeye ni marehemu. Jenga Mwenda nilimjua mwaka 60. Akaniambia mtoto akijaliwa hapa kuna yule mabweni ya kufunga tai. Hapo ukija ni kazi. Ukae kwa hizi manyumba ya cotton. Kwa hivyo mzee Jenga Mwendwa, siku hizi kuna Mkuru kwa Jenga. Je, ako na uhusiano gani? Jina hilo liko na uhusiano gani na jina la Mkuru kwa Jenga kwa sasa hivi? Mzee Jenga Mwenda is the founder of Mkuru kwa Jenga. Ndio maana wazee walikaa chini wakasema ite hiki kijiji Mkuru kwa Jenga, kwa sababu Jenga ndiye alikuja hapa kwanza, akafuatwa na wakina mama wengine Waidera, Wairimu au siku hizi marehemu pia wakaja hapa. Wazee wengine bado karibu wote wengi wao ni marehemu pia walikuwa hapa. So yeye ndiye alileta hao watu kwa sababu alikuwa anafanya kazi ya kuuza petroli pale industrial area Makadara hapo. Hapo ndio kulikuwa kuna pipeline tangi ya petroli. Sasa yeye alikuwa anauza petroli ya gari za magendo. Sasa alikuwa anazificha hapa. Sasa nikakuuliza hivi, kuna Mkuru Kayafa, Mkuru kwa Jenga, Mkuru kwa Ruben. Hapa hivi akaitwa ama kukaitwa Mkuru kwa Jenga kutokana na huyo mzee Jenga Mwenda. Na Mkuru Kayafa, Mkuru kwa Ruben. Na neno Mkuru lilitokana na nini? Mkuru na kulingana na jina wa Kikuyu na Sikia ni bali. Place of Africa bali ile imewachwa watu wamewachwa. Mashimo ndio hiyo kulingana na jina kwa Kikuyu. Lakini Jenga kwa Jenga means ule mtu alianzisha hapo kuleta watu hapa. Huyo mzee Jenga Mwenda. Yeye ndiye alileta watu. Alitoa watu Kiambu, akatoa watu Kitunguu, akatoa watu Mura, akatoa watu hapa Murang'a, wale wanajiweza kidogo kidogo wakaanza kulima. Sasa hapo ilikuwa inalimwa mboga ya kusavu watu wa town.
Shikilia tu hapo mzee Jenga. Amesema kwamba Mkuru ni neno la Kikuyu ambalo linamaanisha mahala ambako kuna mashimo, mahala ambako watu wamehama. Kwa hivyo watu wakati wanakuja hapa kukaitwa Mkuru kwa Jenga kutokana na mzee Jenga. Bila shaka atatuambia Mkuru kwa Ruben na Mkuru Kayaba ilitokana na nini. Lakini kabla tu ya hayo, wakati miaka hiyo ukikaa hapa, najua ni miaka ya wapepeo. Wale ambao walikuwa wanamiliki viwanda hapa walikuwa ni Waafrika ama Wazungu? Walikuwa Wazungu na Wahindi. Hao ndio walikuwa na miliki viwanda. Ukienda Ruben, ndio ulikuwa umeuliza. Ruben ni mzungu, alikuwa anaitwa Ruben. Yeye ndiye alianzisha Express Kenya Limited. Kwa hapo nafikiri bado. Sasa hiyo mzungu ndio wao watu walianzisha, kwa sababu yeye ndiye aliandika watu wengi kibarua pale Express. Kazi ya kubeba mizigo, wale watu wako na nguvu. Offloading na loading. Ndio maana watu wakaji wa Ruben walipoanza kukaa pale wakasema waite hapo Ruben, wakikumbuka na huyo mzungu. Na Mkuru Kayaba? Kayaba alikuwa mzee mmoja kutoka Meru, na alikuwa pesa kidogo na sukuma Wahindi. Pale unajua pale ni area ya Wahindi. Kasukuma Wahindi mpaka Wahindi wakarudi juu kwenda South B, wakawacha hapo Kayaba chini. Hapo pia ni kama pale ukiona ni kama chini, South B iko juu. Sasa hapo ni kama pale. Sasa hapo huyo mzee aliita watu wa Meru na watu wake wakasema hiyo ndio Kayaba. Asante sana. Bila shaka kuna mahali ulitaja kuhusu uwanja wa ndege. Mlikuwa mnafanya kazi ya pakua na kupakia mizigo, ama katika lugha ya Kimombo loading and offloading of the goods. Kiwanja cha ndege ambacho bila shaka sasa hivi kinajulikana kama Jomo Kenyatta International Airport kilikuwepo huo wakati baada ya ukoloni ama kabla ya ukoloni? Kabla ya kupata uhuru Kenya. Kiwanja ilikuwa kidogo, haikuwa kubwa hivi. Ilikuweko ilikuwa kidogo. Ilikuwa ndio kiwanja wazungu walikuwa wanatoka nao mambo wakiingia Kenya. Na sisi naye zile mzigo walikuwa wanatoka nayo mambo ilikuwa kazi kubeba na kupeleka pale wanataka kazi kwenye. Na Wahindi nao wakaja kutoka Mombasa. Wahindi walitokea Mombasa. Hao kutoka Mombasa nao wakaja na mambo ya kufungua kampuni hizi zao, kushona nguo, kutengeneza magodoro, kufanya nini. Sasa ndio ukaona industrial area ya Mombasa ndio kampuni ya Wahindi kwa mingi, babu zao walikuja wakaanza hiyo mambo. Wale wako sasa hivi hao ndio wanarani hizo kampuni. Bila shaka kuna kuwa na swala ambalo ni la kizungumkuti kidogo, maana wengi hawaelewi kwamba kiwanja cha ndege cha Jomo kiko upande wa Ukambani ama kiko upande wa Nairobi. Airport. Jomo Kenyatta Airport. Mimi yake pale panaitwa, unajua ukienda ndoya ya airport unaona mahali tunaita Utawala Street. Kuna mahali Utawala Stretch kwa airport hapo, ukienda mahali wanaita hiyo area ilikuwa ndio machache. Pande hii ilikuwa Nairobi. Upande wa Nairobi ilikuwa kidogo tu entrance, unaona wanaingia airport wakija nao sana. So yuko Machakos pande hii. Asante sana, shikilia hapo, tukirejelea bila shaka tutakuwa tunaendelea. Bila shaka umesema kwamba uwanja huo uko kwa upande wa Ukambani na upande wa na hilo ndilo ambalo wengi wangependa kujua, lakini kuna swala ambalo kidogo huwa linasumbua watu. Je, mpaka wa Machakos na Nairobi haswa uko wapi? Hizo enzi sio enzi hizi za sasa hivi. Maanake ukiuliza watu wengi hapa wanauliza, je, Nairobi na Ukambani, Nairobi na Machakos, ama ukipenda Ukambani na hapa Nairobi, ni watu wanapakana? Je, ni Athiriwa, Mlolongo? Wengi watakwambia sio Kimau, wengine wanakwambia ni hapa Mkuru kwa Njenga, wengine wanasema hapana, sisi tunapakana nao upande wa Marikiti huko Mdurwa. Sana nikija Nairobi nijua Machakos boundary yake. Ni hapo mnaonaga Machakos stage ya basi.
Wana hiyo stage ya bus, country bus. Hapo ilikuwa Machakos. Hapo hivyo. Ndio maana hapo inaitwa Machakos. Country bus. Nasikia hapo zamani ile nikija kupata hiyo. Baadaye ndio hii maneno ya maendeleo na nini mambo ya local government authority wakaisukuma ndio wamesukuma mpaka sasa hivi wamesukuma wamepita hata utawala. Leo boundary ya zamani kabisa ilikuwa turejelea kwa swala letu ambalo lina Embakasi Kusini kuzaliwa sasa kuwa eneo bunge. Je, Embakasi Kusini ilianza kuwa eneo bunge mwaka gani? Embakasi Kusini ilikuwa zamani ilikuwa Embakasi. So ilikuwa ile uchaguzi wa 75. Uchaguzi wa 75 hapo ndio mbunge wa kwanza alikuwa Embakasi. Alikuwa anaitwa nani kwa jina? Jina lake ni marehemu nani? Jina lake nimesahau kidogo. Ule alimfuata ni marehemu Mwenje. Mwenje ndiye alimfuata lakini yeye jina lake nimesahau kidogo. Akachukuliwa na marehemu Mwenje ambaye ni marehemu kwa sasa hivi. Hiyo wakati ni Embakasi yote haijakatwa. Sasa ilifikia wapi ndio ikaanza kukatwa, na ilipoanza kukatwa labda mwingine anajiuliza, sisi ambao ni wageni tunajiuliza hii Embakasi Kusini ambayo tunakaa kwa sasa hivi ilizaliwa vipi? Hii mambo ya devolution ndio ileta hii maneno. Hii mambo ya devolution. Sababu wanasema wananchi wanatakana wapate usaidizi karibu. So sisi kutoka South tuende usaidizi Kayole ndio mahali tulikuwa tuna report. Kaonekana tunawatabika sana. Kila kitu iwe birth certificate, iwe kitambulisho, iwe nini Kayole. Hapo ndio kulikuwa na ofisi ya TO. Nao ndio wakasema Mkuru naye iwe uplifted. Tukapata location Mkuru. Baada hiyo tukapata Mkuru kujenga sub location ambayo ndio hii. Alafu tukapata pipeline location ili pale magorofa ziko. Tukapata Kwale sub location. Kwale nyuma yangu Ile iko hapo chini. Pale kuna dumping mahali watu walipatikana kama ziko hapo. Alafu ndio tukapata Mara Daima sub location ya estate. Ayona tukapata Ruben. So hiyo ndio composition ya Mkuru location as a whole. Alafu hiyo ndio composition ya Mkuru South constituency. Imepakana na hii river inaitwa Nairobi River, hii imepita hapo. Na upande ile imeishia Outer Ring Road. Pale njia hapo inakatana ikienda Dono hapo ndio imeishia. Na upande wa kuelekea juu GM inaishia wapi? Iko hapo GM hapo tu, unaona hapo railway station Mara Daima. Hapo ndio mwisho wake. Kuna flyover kwenda Mombasa. Hapo ndio mwisho wake. Na upande wa kuelekea chini kwa uwanja wa ndege? Upande ile Mkuru imeisha tu hapa juu. Hapo Kobi. So Kobi city governors Kobi. Hapo ndio imeishia. Na wengi wanasema Chiang'ombe iko pande hii. Iko pande ama iko pande hii? Chiang'ombe iko pande ile, haiko pande. Hata wana report Lang'ata. Chiang'ombe should be Lang'ata constituency, not in Embakasi. Sasa katika kukaa kwako hapa, bila shaka wewe ni mtu ambaye umekula chumvi hapa kidogo. Tumekuwa na mheshimiwa Mwenje akifuata yule ambaye alikuwa mbunge wa kwanza. Sasa wakati umefanywa devolution mnamo mwaka 2013 ndiposa tukawa na mbunge wa kwanza ambaye ako chini ya katiba mpya ambayo ni katiba ya mwaka 2010. Je, unaweza tupatia kwamba aliyekuwa mbunge wa kwanza Embakasi Kusini wakati tuko katika uongozi wa katiba mpya ama devolution cabinet? Ashura Sumra watu wanafuata.
Sumura alikuwa mbele. Sumura alikaa tu miaka 5 akatolewa na wananchi. Kwa hivyo tangu Embakasi Kusini ianze tumekuwa tuna viongozi wawili ambaye ni Mheshimiwa Sumra ambaye ako na asili ya Kihindi na Mheshimiwa Mawata ambaye bila shaka ni mzaliwa na mkazi wa hapa Kenya. Bila shaka asante.